Anaitwa Idris Diomande, ni mmoja kati ya wachezaji ambao Simba walianza mchakato wa kuweza kumhitaji mchezaji huyo baada ya kuona kutazama maboresho kwenye kikosi hiko cha Simba Sports Club, ambapo hii leo Simba wataingia uwanjani kwenda kumkabili Azam wana lamba katika dimba la New Amani Complex. Na ukumbuke kwamba Januari ya mwaka 2026 dirisha dogo la usajili na Simba likiendelea kuboresha kikosi chake cha wekundu Msimbazi Simba kulingana na mahitaji ya mwalimu kocha Steve Barker, kulingana na kile ambacho alichoweza kukiorodhesha kwenye ripoti yake kwamba maeneo gani ambayo anayo yahitaji kwenda kufanya maboresho yaliyokuwa bora zaidi kwenye kikosi hiko cha wekundu Msimbazi Simba, na ndicho ambacho uongozi wa Simba umechukulia maamuzi ya kinifu kwelikweli kuhitaji huduma ya mchezaji huyo Idrissa Diomande kutoka pale klabu ya Singida Black Star. Uongozi wa Singida mara kwanza uliweza kupokea taarifa kutoka kwa viongozi wa klabu hiyo ya wekundu Msimbazi Simba kupiga hodi kumhitaji mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 27, kiungo mshambuliaji katika eneo la katikati, anaweza kuzihudumu namba katika eneo la uwanja fullbeki. Ni mmoja kati ya wachezaji bora kweli kutoka katika eneo hilo la kiungo mshambuliaji. Lakini pia uongozi wa Simba umejaribu kukitazama kwa karibu zaidi kiwango alichokuwa nacho Idris Diomande, ni kutokana na ubora ambao amejaribu kuonesha katika klabu hiyo ya Singida Black Star. Nilikwambia mara kwanza mwanzo Simba viongozi wake walijaribu kutoa taarifa kwenda katika viongozi wa klabu hiyo ya Singida, kwa maana kwamba wanamhitaji mchezaji huyo, na viongozi wa Singida hapo awali waliweza kidogo kuweka ugumu kuweza kukamilika kwa dili hilo la Simba kumhitaji mchezaji huyo akiwa na umri wa miaka 27. Siku ya leo uongozi wa Singida umeweza kutoa majibu ya ukweli kabisa kumhitaji na kuweza kumruhusu mchezaji huyo kuelekea katika klabu hiyo ya wekundu Msimbazi Simba. Ukumbuke kwamba Idris Diomande ni yuko kule nchini visiwani Zanzibar, kwa maana kwamba yupo katika michuano hiyo ya Mapinduzi ambayo inayoendelea pale visiwani Zanzibar, na wao Singida watashuka dimbani kwenda kuwakabili Dar es Salaam Young African katika hatua ya nusu fainali. Na matarajio viongozi wameweza kuambia klabu hiyo ya Simba mchezaji huyo ataweza kuruhusiwa kujiunga na klabu hiyo ya Simba mpaka pale mchezo wake wa mwisho utakapoenda kuchezwa dhidi ya Yanga. Kama Singida watafanikiwa kumfunga Yanga kuelekea katika hatua ya fainali, basi Idris Diomande yeye mchezo wake wa mwisho fainali baada ya kumalizika, ndiyo viongozi wameiomba klabu hiyo Simba aweze kumaliza kwanza majukumu yaliyokuwa mbele yake katika michuano hiyo ya Mapinduzi pale visiwani Zanzibar, na baada ya hapo Idris Diomande ataenda kujiunga rasmi na klabu hiyo ya wekundu Msimbazi Simba. Viongozi wa Simba hilo wameliweza kulipokea kwa karibu zaidi, na wamesema kwamba acha maliza majukumu yaliyokuwa mbele yako, na baada ya hapo, baada ya kumalizika kwa majukumu hayo Simba watamchukua moja kwa moja mchezaji ambaye aliyeweza kusaini mkataba na kwenda kujiunga na klabu hiyo ya wekundu Msimbazi Simba. Huyu ni mmoja kati ya wachezaji ambao kocha Steve Barker kile ambacho alichokuwa akihitaji ama kwenda kuboresha kwenye kikosi hiko cha Simba, na yeye amemuona kama Idris Diomande ni chaguo bora kweli kwenye klabu hiyo ya wekundu Msimbazi Simba. Ule mchakato wa Chota Clatous Chama ambaye taarifa zikieleza kwamba Simba wapo katika mazungumzo ili kuona labda Chota Clatous Chama kurejea katika viunga hivyo vya klabu vya wekundu Msimbazi Simba. Mchakato umeenda kama ilivyokuwa imetarajiwa. Mwanzo taarifa hizi zilikuwa zikitoka na kusema kwamba Simba wapo katika mazungumzo na kiungo mshambuliaji raia kutoka pale nchini Zambia, lakini hizo taarifa zimeweza kugonga mwamba kwamba
Kocha Steve Barker amekanusha kwamba Chama hayupo katika mipango mikakati ya kumhitaji kumrejesha kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Maelezo hayo ameyasema kwenye ripoti ya mwalimu. Kocha Steve Barker amesema kwamba anachokitazama kwa hivi sasa, anahitaji wachezaji wenye umri mdogo ambao anaweza kukaa nao muda mrefu kwenye kikosi hiko cha Simba, na wale wachezaji waliokuwa muda wote ni wachezaji wapambanaji. Kocha Steve Barker ameeleza hayo kwa maana kwamba kujaribu kumtazama kwa karibu zaidi Chota Clatous Chama kwamba ni mchezaji wa aina gani, na ndio maana chaguo lake la kwanza limeenda kwa Idriss Diomande, ambaye pia Idriss Diomande ana uwezo kucheza kama namba 10 kwa maana kwamba namba 10, lakini pia ana uwezo kutokea pembeni kucheza kama kiungo mshambuliaji anayetokea pembeni. Lakini pia yale matarajio mashabiki wa klabu hiyo ya Simba kuhusiana na taarifa za Chota Clatous Chama kurejea kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, hizo taarifa sio za kweli, kwani hata kocha mwenyewe Steve Barker ameweza kukanusha hiyo kwamba hayupo kabisa kwenye mipango mikakati ambayo yeye anayoihitaji kwenda kuifundisha klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia ziko taarifa zingine kutoka ndani ya viongozi wa klabu hiyo ya Simba, huku ikieleza kwamba wao pia hawapo katika mpango wa kumrejesha mchezaji huyo, kwani moja kati ya mjumbe wa bodi ya wakurugenzi kutoka ndani ya klabu hiyo ya Simba, wao wanachokitazama kwa hivi sasa ni kwenda kuboresha kikosi hiko cha Simba, na kitu pekee ambacho kiongozi huyo mjumbe wa bodi ya wakurugenzi Simba ameeleza kwamba kinachotazama kwa hivi sasa ni kutazama kile ambacho anachokihitaji mwalimu kocha Steve Barker, kile ambacho yeye anachokihitaji, na ndio viongozi wao watakifanya kile ambacho yeye anachokihitaji. Kama kocha atatoa maamuzi kwamba anamhitaji Chota Clatous Chama, basi viongozi wao watadiriki kufanya maamuzi ya kinifu ili kumrejesha kwenye kikosi hiko cha Simba. Lakini kama kocha yeye hayupo katika mipango ya Chota Clatous Chama kurejea kwenye kikosi hiko cha Simba, basi na wao pia watafanya kile ambacho mwalimu atakachoweza kukiamua. Lakini kwa mujibu wa taarifa za mwalimu kocha Steve Barker, yeye kwenye ripoti yake amesema kwamba hailipo hilo jina la Chota Clatous Chama kwamba kumrejesha kwenye viunga hivyo vya klabu vya Wekundu wa Msimbazi Simba. Idriss Diomande tayari ameshamalizana na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ni kwa sababu tu ya mahitaji ya mwalimu, kile ambacho anachokihitaji kwenda kukifanya kwenye kikosi hiko cha Simba. Leo siku majira saa 2:15 katika dimba la New Amani Complex pale visiwani Zanzibar, Simba atashuka dimbani kwenda kumkabili Azam wa Kamikate wana lamba katika mchezo wa nusu fainali michuano hiyo mapinduzi pale visiwani Zanzibar, huku Simba wakipewa nafasi kubwa kweli kuweza kurudisha kisasi kile ambacho kilichoweza kuwakuta katika michuano ya ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League, ambapo Simba mchezo wao uliopita waliweza kupoteza kwa idadi ya magoli mawili katika dimba la Benjamin Mkapa. Lakini hii leo Simba anaweza kurudisha ile furaha ya mashabiki wa Simba, kile ambacho walishakuwa wameweza kukutana nacho. Tusubiri na tungoje kuona kutoka katika kisiwa cha marashi na manukato visiwani Zanzibar, ni Simba kuweza kukamilisha usajili wa Idriss Diomande, moja kati ya wachezaji bora kweli ambao Simba wameweza kukamilisha. Hii ni Sports Update na hii ni Game On. Mimi ni Tom Pekuzi.com.